mke anayepewa talaka, si kila wakati inafaa mwanamke kupewa talaka. Yawezekana sababu ya talaka imepatikana, lakini mke hali yake hairuhusiwi kisheria kumpa talaka. Kwa hiyo mke naye ni nguzo ya pili ya muhimu katika nguzo za talaka. Na tunaposema nguzo za talaka ni yale mambo ambayo yakitotimia, kama hayatotimia talaka itakuwa si sahihi. Kwa hiyo mke ambaye anapewa talaka, kuna masharti kadha wa kadha ni lazima yatimie, ndipo talaka itakapokuwa sahihi, kama kwa mume na kwa mke vile vile. Sharti la kwanza la mke anayepewa talaka, an takuna zaujatan daimiyatan. Talaka anapewa mke wa ndoa ya daima. Katika Uislamu kuna ndoa za namna mbili, kuna ndoa ya daima na kuna ndoa ya munqati'. Ndoa munqati', azawaju munqati' ni ndoa ya muda, mwaka, miaka miwili, mwezi, inategemea na makubaliano ya mke na mume. Ndoa hii ya muda haina talaka. Kuisha kwake ni pale muda wa ndoa unapokamilika. Mathalan, ndoa ya mwaka mmoja. Mwaka mmoja ukifika, otomatikian, moja kwa moja ndoa ile inakuwa imeisha, imevunjika, haihitaji talaka, haihitaji utaratibu mwingine wowote. Muda ukifika umeisha, ndoa itakuwa imeisha. Kwa hiyo mke anayepewa talaka ni mke wa ndoa ya daima. Ndoa ya daima ni ndoa ambayo haina muda. Huyu ndiye anayepewa talaka. Kwa hiyo sharti ya kwanza ya mke anayepewa talaka ni lazima ndoa yake iwe ni ndoa ya daima na si ndoa ya muda. Hii ni sharti ya kwanza.